Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Felius Festo Kinemi, ni katibu mwenezi wa Baraza la Vijana Chadema Taifa. Siku ya tarehe 2 kama ilivyokuwa ratiba ya kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ilikuwa ikiendelea katika mahakama ya Kisutu, tulifika mahakamani pale kama ilivyo ratiba ya kuingia mahakamani kuhudhuria kesi. Tukiwa na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu akiwepo Mheshimiwa Aden Mayala, mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Kusini, Mheshimiwa Rose Mayemba na mkurugenzi wa mawasiliano na baadhi ya wanachama walikuwepo katika geti la Kisutu kwa ajili ya kuingia ndani ya mahakama. Askari walileta ubishi na kuwazuia, kuendelea kutuzuia tusiingie mahakamani pale. Baadhi ya askari walikuwa kama maelekezo ya kawaida, lakini ndani ya dakika chache alifika mtu ambaye alitambulika kama ACP Mushana Rugora Mjema. Bila kujua askari wengine walikuwa kizungumza nini, alifika pale na matumizi ya nguvu na vilungu na kuanza kuwashambulia wanachama waliokuwa mahali pale. Alitushambulia kwa nguvu kubwa huku akisema kutupiga kwake yeye anapata credit kwa Mheshimiwa Rais na atapandishwa cheo. Hayo ndio maneno ambayo alikuwa akirudia kila muda kwamba tunavyozidi kuwapiga tunapata sisi credit na hii nafasi ya mimi kupandishwa cheo. Alitumia matumizi ya nguvu sana, tulipigwa vilungu sana mahali pale, hakiwapiga wanachama bila kujali, na baadhi ya askari walioshirikiana nao niweza kuwatambua kwa majina. Mmoja wao alikuwa na namba H6655, mwingine alikuwa na namba jina lake lisomeka JP Malia, ambaye na yeye alitishia kumteka na kumpoteza mkurugenzi wa mawasiliano wa chama kwamba atamtafuta kadri atakavyoweza. Hayo ndo baadhi ya maneno ambayo wao walikuwa kizungumza. Mwingine alitambulika kwa majina ya BJ Mwalabu, mwingine alitambulika kwa majina Asei ambaye inaonekana alikuwa na lafudhi ya Kichaga, na mwingine alitambulika kwa majina ya ML Shila. Hao ndo maaskari ambao waliongoza kuwaumiza na kutumiza wanachama tu mahali pale. Matumizi ya nguvu, tulishambuliwa kwa nguvu kubwa, na wakati wa kushambulia walisisitiza kutupiga kwetu sisi kunawapa wao credit kwa Mheshimiwa Rais na wanaagizwa kufanya vile ili waweze kupandishwa cheo. Ndio maneno ambayo alikuwa akiyarudia kila muda kwamba ninyi ndio mnamsumbua mheshimiwa, ninyi mnapaswa kuja mahakamani mahali hapa, ninyi mnasumbua nchi na tutazidi kuwapiga na tupata nafasi ya kuwapoteza tutawapoteza ili sisi tupandishwe cheo. Yamekuwa ni mambo ya kusitisha kwenye nchi yetu. Jeshi la polisi ambao linapaswa kutoa ulinzi kwa raia linageuka kuwa chombo cha kumuumiza raia, wanageuka kuwa sehemu ya kufanya mauaji na utekaji, anageuka kuwa sehemu ya kuwaumiza watu. Tumepigwa sana mahali pale, tumepata maumivu ya viungo, tumepata shida za afya. Hayo yote yamefanywa na jeshi la polisi wakiongozwa na ACP Mushana Rugora Mjema, ambaye alikuwa mstari wa mbele wa kuumiza wananchi. Kwenda mahakamani pale alikuwa kosa kwetu, ni haki yetu ya kikatiba ambayo tulitimiza, na tulifika mahakamani bila kuwa hata na silaha yoyote mkononi kwamba tulikwenda kufanya fujo. Lakini jeshi la polisi ambalo limekosa ueledi wa utendaji kazi wake, wameshindwa kuyatambua majukumu yao, badala ya kutenda kazi yao walifika hatua ya kutumiza na kutupiga vibaya, na imekuwa ni tamaduni yao kufanya hivyo kila kukicha. Lakini hii haijatukatisha tamaa. Sisi tutaendelea kupambana kupigania haki yetu na kuhakikisha tunakuwa mstari wa mbele kukomesha ukatili na unyanyasaji wa jeshi la polisi. Asanteni sana.